Nafikiri tunataka tuzungumze kidogo. Hivi nini kimekuleta kwa Bibi Rebecca leo? Kwa Bibi Rebecca nimekuja kutoa ushuhuda kwa yale ambayo amenifanyia. Amenifanyia makubwa sana. Umesema umekuja kwa Bibi Rebecca ili kutoa ushuhuda. Hebu unaweza kutuambia Bibi Rebecca amekufanyia kitu gani mpaka leo umekuja kutoa shukrani zako kwake? Kabla sijakutana na Bibi Rebecca, maisha yangu yalikuwa magumu sana. Nilikuwa maskini wa kutupwa. Lakini nilivyokuja tu kupata tiba Bibi Rebecca, nilimweleza shida zangu, akanipa masharti, akanipa dawa kutumia. Kwa sasa hivi si Juma yule. Yaani sasa hivi natengeneza sharing, iko phase 2. Muda wote naweza kufanya kazi. Lakini pia nina furniture hall kubwa tu ya kisasa, na kwenda Uturuki nachukua furniture, kwenda China nachukua furniture naleta hapa. Lakini vile vile nina duka la biashara ya pikipiki. Natoa vipuri huko China naleta hapa. Yote hiyo ni kazi ya Bibi Rebecca. Kwa hiyo kwa kweli Bibi Rebecca alichonifanyia nashindwa nimfanzie nini, na ndio maana nimekuja kumpa shukrani ya dhati ya vitendo kabisa. Je, unawaambia nini ambao bado hawajajua chimbo la Bibi Rebecca? Kiukweli maskini kujitakia. Maskini kujitakia. Kama ukiutaka maskini kaa huko, lakini kama maskini hutaki, njoo kwa Bibi Rebecca. Rebecca anatisha. Je, kwa wewe upande wako ulishawahi kwenda kwa waganga wangapi au ulishawahi kufanya kwa kitu? Exactly. Nilisurvive sana kutafuta hizi njia za imani. Nilipoteza hela, nilipoteza muda, nimekwenda kwa waganga wengi mno. Mpaka ikafika mahali nikasema sasa duniani hakuna waganga, wote ni wapumbavu tu. Kiko na mtu mmoja akaniambia pana, wewe uje kwenda kwa Bibi Rebecca, kuna mtu anaitwa Bibi Rebecca. Niligombana naye sana ujamaa, lakini sasa hivi pia natafuta nafasi ya kwenda kumuomba radhi. Asante sana. Dada, habari? Salama. Nimekuta kwa Bibi Rebecca leo. Nini kimekuleta kwa Bibi Rebecca? Nimekuja kutoa shukrani. Cha kwanza mume wangu alinikimbia. Cha pili nilikuwa sipati ujauzito. Sasa hivi nashukuru Mungu, mahusiano yetu yapo vizuri. Na nimekuja kutoa shukrani. Kwa hiyo umekuja kutoa shukrani na bila shaka na ujauzito unao, si ndio? Ndio nao. Labda unaweza ukatuambia mpaka umefika kwa Bibi Rebecca umefanya nini na nini? Nimepita kwa waganga wengi, ila kwa sasa hivi kwa Bibi Rebecca nashukuru Mungu. Habari Bibi Rebecca? Salama kijana wangu. Hebu unaweza kutuambia siri na mafanikio mpaka inafikia huku ni nini? Siri ya mafanikio ni kufuata masharti yangu. Utafanikiwa. Na je, hayo masharti ni magumu? Mimi dawa zangu hazina masharti magumu. Kikubwa kufuata maelekezo yangu na dawa zangu. Kwa upande wa masharti nafikiri nimeweza kuelewa. Je, kwa mfano kuna watu wako nje ya Tanzania, mabara tofauti. Je, wakiwa na kuhitaji wanapataje dawa kutoka kwako? Dawa zangu popote ulipo zinakufikia. Oh yeah. Kaka, habari? Fresh, habari vipi? Safi. Yeah, basi kama kawa tunasonga mbele na burudani safi sana. Bado tuko na wadau wa aina mbalimbali, tuko na Moba Video Library, moja kati ya watu ambao wanasupporti sana hizi kazi. Ilikuwa ni muda mrefu kidogo, na hapa tunaanza sinema yetu kabla tujajua inaitwaje. Na kipindi hicho chote mtaalamu hapa alitembelea katika msiba mmoja hivi, lakini msiba huu ulikuwa ni wa mwamba mmoja iliyekuwa ni mtaalamu katika mitaa na alikuwa ni bingwa. Lakini huyu bwana baada ya kufariki dunia alimwacha mwanamke mmoja akiwa mjamzito. Huyu mama akukubali dharau za mumeo wakati anazikwa, alifanya mauaji ya mtu siku ya msiba wake mwenyewe. Hilo ndio lilikuwa balaa kweli kweli. Baadaye huyu mama na ujauzito wake akapelekwa ndani Lupango, akaenda gajela bana. Akakaa Lupango kwa miaka kadhaa, akapewa namba kadhaa. Sugar. Katika ile gereza watu wako wengi kweli kweli. Sikiliza, unataka kuniambia kwamba haitoshi? Umu anafanya biashara na huyu anaitwa Sister Hong. Kazi yake kubwa ni kuwatumikisha wafungwa kufanya biashara anazozihitaji ili apate pesa. Lakini mara nyingi ni mwanamke mmoja mbaya sana kwa sababu ni muonevu. Askari wako hapa kwa sababu wanapewa chochote na huyu mama. Kwa hiyo huwa mara nyingi hawafanyi kitu. Naambia wewe kwa kweli hii toilet paper nadhani itakutosha zaidi. Ikatupwa baadaye.
Maskini bidada wa watu wakaanza kuchezea kibonge huyu. 红姐，我最公平了。 Inabidi ujue kwamba mimi nawasaidia watu wote humu ndani na huwa sibagui mtu yote. Sasa wewe huwezi kuniletea mimi habari kama hizo, alafu uko peke yako mpuzi wewe. 一折纸而已，没必。 Unazungumzia hiyo karatasi, haina muhimu sana eh. Kuna mtu aliingia hapa. 湿了就湿了嘛， Mungu wangu, ishaloa 可以用的。 eh? Alikuwa ni huyu mama yule ule ambaye alishafanyaga mauaji nje ya gereza. Aliua siku ya msiba wa mume wake. 牛啊！ Aise, unashangaza kweli wewe. Naomba ukae pembeni wewe. Hamjui kwamba mimi ndo Bikira Maria mwenyewe, anajiita Bikira Maria. Yuko ndani ya gereza. Ukisikia neno Bikira Maria, gereza lote linaweza likafungwa. Ni mama mmoja mkorofi sana. Lakini kama mnavyojua huyu mama ana tumbo kubwa. Ni mjamzito maana yake, lakini sasa bwana si mchezo. 死的都不知道吧？给我打！ Oye, pambana naye huyu. Huyu mama ana masiala kabisa mzee. Japo ana tumbo kubwa lakini anapiga ngumi kama zote. Alianza kuwatengeneza wote. Yaani kuhakikisha kwamba wanashika adabu yao. Patamu hapo. Walijuta kumfahamu. Anakaribia kudondokea sehemu mbaya, ikabidi amsaidie huyu. Kamwashia maji, yani la sivyo angekuwa nakufa. La. Mama yuko ameshikilia tumbo lakini anatandika si mchezo. Hebu nakuombeni jamani, hebu acheni mambo ya kijinga, uweni huo mtu haraka. Watu wanaongezeka tu. Maana ndo ametoa amri huyu. Wanapiga kura jua anampiga mwenyewe, kumbe mama alishachepuka kitambo. Shatokeaga upande wa pili huku. Sasa ngoma inaanza huku. Toilet paper ziluka juu zote. Mama akaona haina haja kusema zidondokee kwenye maji. Akaziokota. 东西是大家一起用的嘛。 Mama anasema jamani, vinavyotumika ndani ya gereza tunatumia wote. Haina haja. Mama alikuwa na mwili umekaa ovyo ovyo. Mama akautumia kwa ajili ya kumnyosha. Mama anasema anasikia raha kweli kweli yani. Alikuwaga amekaa ovyo. Unasikia raha eh? 对的人了。 Sasa nataka nikuambie, mtu akishatimiza miaka 30 anatakiwa kuwa na shepu nzuri. 郑先生，我还给你整蛊。 Ngoja nikurekebisha na mifupa. Askari ameshaingia, anauliza nani anayepigana hapa? Niambie, nani kapigana huko ndani? Kipindi hicho mama maskini ya Mungu, chupa ilikuwa imeshapasuka, maana yake tena anaingia kwenye nafasi ya uchungu kwa ajili ya kujifungua. Ikabidi wafungwa watumie mbinu kwa ajili ya kumsaidia huyu mama. Faster. Kwa hiyo ikabidi wasimame pamoja na huyu mama. Taratibu kabisa. Gereza la wanaume na lenyewe likiwa pembeni hapo upande wao, walikuwa wanasikia hizo kelele. Mama kajitahidi akazalia gerezani. Na kiukweli watu walishangilia sana kuzaliwa kwa mtoto huyu. Sinema yetu inaitwa Second Life, yani nafasi ya pili kwenye maisha. 来个敲背的。麦老板，舒服吗？手艺不错啊，跟谁的？我呀。长猛，给我砍死他！
他呀，我没断点就不见了。说他干嘛？说回我，我才是主角。叫什么名字？阿鬼。Wakati tuko na bwana mdogo. Bwana mdogo ndo Sterling wa sinema yetu. Yuko upande huu baba, tani tupo. Hatujajua yule mama yule mtoto wake alipelekwa wapi baada ya kumzaa. Lakini tukiwa tuko nje ya gereza kuna bwana mdogo mmoja tunaona anazichapa hapa na wahuni kama wote. Wanajiuliza yuko wapi? Kwanza wanachoangalia mbele hapa, kumbuka kuna maji. Watu wamechinjwa karibia wote. Bwana mdogo yupo katikati. Yaani ni kaksi kweli kweli. Ah, 没事吧? Boss uko salama? 都是你的了. Bwana mdogo yote ni ya kwako. 多谢老板. Nashukuru sana boss. 老板. Wewe unamshukuru nani sasa? Wewe ni ndugu yangu sasa. Mzigo unaitwa Second Life. Ndio jina la filamu yetu ambayo tunaitazama, imetoka 2026. Bwana mdogo baada ya kumaliza shughuli zake anarejea kwenye makazi anaoishi. Amemtembelea mtu kumbe. Huyu mtu mwenyewe ana maisha mazuri kweli kweli. 看什么看？没 Wewe unaangalia nini bwana wewe? Uje kuona gaela au? 来，收拾开饭了啊！ Oya andaa chakula. 收下桌子，吃饭了。 Hebu weka kwanza chini. 来了，坐。哎，二叔， Okay. Mjomba. Mia tulia. 坐不吃。 Ni mara ya kwanza kulifahamu hili swala lakini gharama hapa inakuwa kubwa. 好， Okay, sawa. 大让小，你妈没叫过你。 Iwe ndogo kubwa haikuhusu ujue, sawa eh? 阿鬼， Oh, Ghost. Ndio jina lake, anaitwa Ghost. 吃饭，一口肉。 Sio unakula tu. Gonga msosi kisawa sawa. 明天开始沙番街的。 Kuanzia kesho utakuwa nchaji katika mtaa wa Silver Street. Hawa jamaa kazi yao ni kutengeneza vikosi vya vibaka mtaani. Alafu wa vibaka kazi yao ni kutembea katika kila mtaa na kukusanya ushuru pasipokuwa na amri yote ya serikali. Bwana mdogo kwa sababu alionyesha ubabe, naye alikabidhiwa mitaa kwamba anatakiwa kwenda katika mitaa na kukusanya ushuru kwa gharama zote alizokuwa nazo. Sasa hii imetengeneza vikosi vya aina mbalimbali kwenye mitaa tofauti tofauti. Kwa wakikutana wanakuwa siku zote ni mahasimu. Ambia tena bwana mdogo usitake kununa sana. Kwa sababu umekaa kabisa ni kwa sura mbovu. Si umeelewa? Oya we, tulieni kwanza. Angalia mlango, funga kwanza mlango. Zikapigwa kwenye chumba kama hiki. Kimlango kama hiki na bano wa mzee katikati. Kinapigwa kibanda cha simu hicho. Anayetoka mshindi hapa ndio mwamba. Mitaa imejaa wauni kama wote mzee. No! Bwana. Hatari. Huyu bwana kashadundwa, maana kikosi chake kimeshindwa kumdhibiti bwana mdogo. Ghost ameshinda, wanamuita Ghost. Halo? Huyu jamaa akawa anachukua mtaa kwa kumtumia bwana mdogo Ghost, ili mradi akamate mitaa yote kuonekana ndio big boss. Umaarufu pamoja na ukubwa wao ulizidi kujitengeneza siku baada ya siku. Ghost akaanza kuwekwa kipaumbele na ujamaa kwa sababu ya uwezo aliokuwa nao. Ghost alianza kutumika mitaani kwa kila kitu.
Lakini wao walikuwa na taratibu zao katika mitaa. Hairuhusiwi kuuza madawa ya kulevya katika mitaa yao kwa gharama yoyote ile. Lakini sheria ni kwamba kila mtu anatakiwa kulipia mtaa anaoishi, anaofanyia kazi kwa gharama zozote zile. Bwana Ghost akazidi kuwa maarufu katika mitaa, watu wakamfahamu kweli kweli. Kuna ajali ilitokea siku hiyo. Huyu bwana akapata matatizo ya macho. Ngoja kwanza, watu wako wapi? Alipata matatizo ya macho bwana mdogo Ghost siku hiyo usiku. Abin. Oe, Abin. Daktari anasema kwamba hautaweza kuona tena kwenye maisha yako. Wewe unaongea ujinga gani? Ameambiwa hataweza kuona kwenye maisha yake baada ya ile ajali. Hapo Ghost ndio alipoanza kutengwa na wenzake. Umaarufu aliotengeneza kwa watu akaukosa akiwa na maisha baadaye. Kwa sasa Ghost amekuwa ni kama kipofu, ndio maisha yake anayoishi. Amekuja kutokea kwa watu waliokuwa wanafanya nao kazi, lakini siku hizo wanamdharau kwa sababu ni kipofu. Ambia sikiza, mlisheni kwanza mbwa, hebu kaa chini hapo. Yule mtu aliyekuwa anamtumia bwana Ghost, sasa hivi ndio anayetumia nafasi ya kumdharau Ghost. Sasa taarifa zinatolewa kwamba kuna mtu yuko ndani ya gereza anazuia biashara zao zisiende vizuri. Wanatakiwa kumtumia Ghost kwa ajili ya kwenda kummaliza huyo mtu. Kwa hivyo ikabidi watengeneze mfumo ili mradi Ghost apewe kesi. Sasa huyo mtu mwenyewe sio mwingine, ni huyu mama. Nategemea kwamba utafika huko salama. Miaka mingi alifungwa ndani, akajifungua mtoto humo ndani na leo anatoka. Nadhani mtoto wake alitolewa nje ya gereza na anaishi uraiani. Ila sijajua mtoto huyo mwenyewe ni nani. Mama ndo anatoka sasa nje ya gereza. Lakini kumbuka kuna watu wana taarifa zake umama, kwa sababu akiwa katika gereza alikuwa ndio mtu mashuhuri au mtu maalum aliyekuwa anazuia biashara zao zisiende sawa. Wow, Linga umerudi? Aisebu nisubiri kwanza. Amerudi baada ya muda mrefu. Nashukuru sana. Ambia amna, mimi ndo nataka nikushukuru ujue. Uliniacha niishi hapa wakati upo. Na ulishanisaidia mimi kipindi sina msaada. Biashara inaendelea vizuri. Huyu mama unakumbuka tulimuona gerezani, alikuwa ndio mbabe. Baada ya hapo aliachiwa. Kwa hiyo huyu mama sasa hivi ni mzee. Sasa anamtafuta Jerry. Jerry ndiye mtoto aliyemzaa gerezani, alimpa jina la Jerry. Okay, kwa heli brother Wang. Sasa anaulizwa kuna jambo lilimtokea Shaofen. Okay. Unaona hapa hamna lipstick, sinaona hapa. Huyu ndo little Jelly. Kitokea ni kwa mtoto. Kama mtoto najua alikuwa analia sana. Ambia ndio haina shida. Huyo ndo mtoto. Anasema ni makosa yangu mimi. Anakumbuka alivyomzaa kwenye lile gereza.
na maisha yule mtoto aliyekuwa akiishi. 这孩子已经满周岁了。 Huyu mtoto na mwaka mmoja tayari. Kulingana na taratibu zetu, 福利院 tunatakiwa mtoto tumpeleke kwenye nyumba za watoto yatima. Mama alikataa. Hakukubali. Baadaye ikabidi watumie nguvu ili kumchukua yule mtoto na kumpeleka kwa watoto yatima. Anajitahidi sana kiukweli kupambana ili mradi ampate mtoto wake, jambo ambalo lilikuwa gumu sana. Alimwambia mtoto wako ataendelea kuishi vizuri tu katika nyumba za watu yatima. Usijali kuhusu hilo, sawa? Siku utakavotoka utaenda kumuona. Jina alilompa alimuita Jerry. Kama nisingetumia nguvu mwanzo, na imani yule mtoto angeishi na mimi. Lakini najiona kama mimi ndo nilikosea kwa sababu nilikuwa natumia sana ngumi. Najilaumu leo. Sikia, usijilaumu sana bwana kwa sababu hakuna anayependa ya mambo. Sisi tumeelewana eh? 我跟你说啊， Sasa sikia mimi nikwambie. 侥幸 Hii yote sio nani mbaya. 被一对好心的夫妇给收养了。哎呦，那对夫妇才叫一个漂亮。 Okay, sikiliza. Niliambiwa kwamba watoto waliopelekwa kwenye nafasi za uyatima, unaweza kaenda kumchukua tena na mambo yakawa mazuri. 说他是有娘生，是没娘教。嗨，但我跟你说，孩子可随你，很能打，同学说一次打。 Mimi naamini kabisa kila kitu kitakuwa sawa tu. 为了少管。 Hamna hata tabu yani. 那后来他怎么了？后来就出来了，出来之后就失联了。 Okay, labda nikwambie kitu moja. Nilipoteza mawasiliano naye. Nikaenda kwa mapolisi kuulizia kama likitokea jambo lolote nipate taarifa. Kwa maana yake naye hajui mtoto alipo. 这种事情你急不？ Sasa sikiliza, hutaki kujichanganya vitu kama hivyo. 你要从容一点。 Unatakiwa uwe fresh tu, cha msingi kula pozi. 来了。 Ushaka na kufikiria. 是不是？ Inawezekana labda mtoto kuna sehemu yuko na maisha yake mazuri. 咔嚓一下。 Si ndio hivyo eh? 被你生出来了，是不是？ Na na imani kabisa Jerry alizaliwa kutoka kwako. 他也不会高兴啊！快去休息，把身体养好，从容。 Ambe twende kwanza kapumzike, eh? 从容 ，smile。 Anamridhisha tu mama, lakini sio kwamba alifanya kazi ya kumtafuta wala nini. Yeye mwenyewe alipotoka alikuwa na maisha yake mengine. 今天真是喝爽了。 Unajua naona umeenjoy sana chakula leo. Mama anajiandaa kufunga ofisi yake. Ghafla mlango ukazuiliwa. Watu wakaja kumchukua mama. Sasa kipindi hicho yule bwana mdogo bwana Ghost ambaye sikiza bosi yuko ndani. Kumbuka wao ndo walipewa kazi, waliambiwa hivi, kuna mwanamke anatokea gerezani. Akiwa gerezani aliwazuia sana kufanya hizo biashara. Na wao wamekuja hapa ili mradi kumalizana huyu mama. Sasa Ghost ndo anaongoza kikosi. Wakambeba yule mama sasa wa kwanza wakijua ndio yeye. Wakapiga sana malungu. Hawakujua kwamba sio yeye. 你们几个？ Mko ngapi nyinyi? Oya. Hebu ibeni kila kitu kilichopo huko ndani. Wakaanza wizi wa fedha. 我去，打错了。 Oya, tuondoke zetu. 打错了怎么了？ Jamaa kauliza kosa nini? Nahisi kama tumekosea. 好了好了。 Walianza kushangaa kuona mazingira mbona kama hawaelewi. Inaweza kuwa kuna mtu, si ndio? Sogea kwanza huko. Kuna picha hapa. Kumbuka yule mama anayemtafuta wao ndio yuko ndani huko. Kavutwa mtu. Ajua anayefanya nani ya mambo. Ayomba akajiuliza, hivi Droz zinafanya hii kazi peke yake? Kumbe ni yule bibi. Anawachezesha michezo. Nyinyi ni akina nani? Mnataka nini eh?
Wakicheki ni mbibi tu, shambulia basi. Walijuta kumfahamu. Wako ndani sasa. Mpaka sasa vijana hawajaokota dodo hata moja. Jomba toka kanyago anasikilizia maumivu. Bado show inazidi kuwa kibabe zaidi. Mapolisi wanapita na patrol zao, wanashangaa kuna watu wanatoka huko ndani. Kumbe alikuwa ni vibaka. Ambia Ghost, kinaendelea nini huko ndani? Kandola. Baba, nimeona kuna mbibi yuko pale ana balaa. Mbibi? Ambia ndio. Ambia jichunge ndugu yangu. Hao watu walikuja kwa ajili yangu. Wamekuumiza, unisamehe sana. Cha msingi usinifuate mimi. Mpaka utakapokuwa umempata huyo jeli. Sawa, ukae mpaka tarudi. Ili ukutane mama na mtoto, si umeelewa? Kwa hamna kitakalo nikuta mimi. Ambe yule bibi sio mtu mzuri ujue. Anamtafuta mtoto wake. Mzee baba, akituna tutakuwa tumeisha. Jamaa kamziba mdomo mwenzie. Bora kama bibi anaona kuna kitu. Fula. Tokeni nje. Amekwisha kuwaona. Ni huyo Alimzimisha. Kimya kimya afa anatoka naye kama kama akijatokea kitu. Jamaa anajificha huko akikutwa anavyopiga ngumi ubibi wasije wakafa bure. Ambe nipeleke kwa bosi wako. Bwana acha kunifinya kwanza. Jamaa wanarudi kwa bosi, wamechezea makofi mpaka basi. Ambe bosi. Hebu ongea polepole basi Baba yule sio binadamu. Analuka hadi kuruka. Analuka vipi polepole? Watu katika familia ya Chang ni wakati kuelewa yule bibi ameshakuja mpaka hapa kwa bosi. Kaisha! Ni ya masang hui guo, ni ke masang 300万masang hui guo 杀个人。他就是你们要找的人。 Huyu ndio mtu namtafuta. Lao Feng. Lao Feng. 院长大对吧？ Wewe ulikulia katika nyumba ya watoto yatima, si ndio? 忘了。 Ndio. 忘了。他 Vipi kuhusu jamaa experience labda ya kubadilisha maisha yake? 他记不起来了。 Kwa sababu hakumbuki chochote. 圣心福利院想起来了。 Okay. Inaitwa Shepherd Welfare. Ni nyumba ya watoto yatima hiyo. 东西掉了。 Kuna jambo limedondoka. Mama ikabidi achukue peni chini, huyu akapiga picha ili kujua taarifa zake. Kwa hiyo wakawa wameiba zile taarifa zote. Wakaenda mbele kuangalia faili lake. Jamaa naye akawa amevaa mavazi kama askari kweli. Okay, naiona hii kama ni tarehe ya kuzaliwa. Umezaliwa kwenye gereza fulani hivi. Na kulitokea ukatili. Sio wewe kweli? 你认真点演啊，千万别被发现。
放心，办警察我是专业。 Okay, unajua mimi ndo professional, mimi ni polisi ujue. Jamaa kajifanya afande, anazunguka maeneo yote ya kujifanya na kagua. Lakini anajua kutana yule mama itakuwa ni mambo mazito. Okay, tunataka ripoti fulani masuala ya kiharifu. Nina taarifa nzuri kwako. Mwanangu umempata? Lakini tatizo ni kwamba macho. Ana tatizo gani? Nilimleta hapa. Nikija naye nataka umuulize maswali mwenyewe. Wajomba nataka kutumia mbinu ya huyu mama baada ya kugundua kwamba huyu mama alimpotezaga mtoto. Mama akapiga lipstick sana kutana mtoto wake leo apendeze angalau. Lakini kumbe jamaa wao wanataka kutumia mbinu hii ambayo inaonekana mama alimpoteza mtoto. Waitumie hii mbinu kwa niaba ya kumuingiza mama kwenye mtihani. Lakini mama anaambiwa mtoto wako sasa hivi ni kipofu. Asa bwana mdogo kaja. Na ndo huyo hapa.孩子小时候总是半夜哭，是睁眼之后呢有那个短暂失明，医生说是怀胎的时候呢前3个月光照太少造成的。你是 alikumbuka yote yalivyotokea. 但是孩子 mpaka mtoto alivyochukuliwa. 你难道修 ile siku mpaka yakabakizwa mle ndani. Walitumia nguvu kumuondoa yule mama. Mama lakini anaamini ni mtoto wake huyu. Ni辛苦了. Ambaye nashukuru sana kwa kazi. 他就是之前找你. Huyu ndo mama alikuwa anakutafuta mwanzo. Kwa jamani akajifanya kama ndo huyo mtoto aliyepotea. Kwa sababu lengo ni kumpata mama ili aingie kwenye mtego. Amalize dili. Sasa kama ana act kuwa kama mtoto wa mama inabidi afanye vyote. Alimpeleka sehemu anakotolea sadaka kwa ajili ya huduma zile za baba yake na huyu bwana mdogo kabla ya kufa. Sasa inabidi na wewe mwenyewe uchome ubani hapo. Sawa, kwa ajili ya baba yako. Umerudi leo inabidi umwambie sasa baba yako malengo yako yote mbele yake, sawa? Ambia kulia, kulia. Unaishi wapi sasa niambie? Wewe sema tu. Okay, nitaongea moja kwa moja. Nataka wewe uhamie hapo endelee kuishi na mimi. Vipi, unataka ule nini labda nikununulie mboga za majani sokoni? Mimi nakula kila kitu, wewe nenda tu. Mama akabidi aende, anajua labda ni dili. Kumbe bwana hawa watoto wenyewe hawa wamekuja kutengeneza mfumo tu. Bwana ule mama anapiga ngumi nyingi sana. Naogopa huna uwezo kupambana naye. Jamaa akaanza kufanya uchunguzi mle ndani. Anasema ni mtu mwenye uwezo kweli kweli. Ndugu yangu bora ufanye mambo kimya kimya. Au kiwezekana kuchukua advantage utumie kisu. Mwanangu, ambaye sikiza soko bwana liko mbali na mimi hapa. Unaonaje tuondoke twende pamoja? Twenzetu. Jamaa na kisu. Alichukua ili mradi amuue huyu mama. Sasa kabidi aondoke na mama waende wapi? Sokoni. Ununua hizo mboga. Vipi usiku wa leo wewe utalala hapa, sawa? Hapa. Na nina, ni shina. Wewe unaenda wapi sasa? Jamaa kaa na mama yake sasa. Mama mwenyewe kumlazimisha. Ni别叫我儿子行不行啊? Hebu acha kuniita mtoto wako bwana, mimi jina langu naitwa Angui. Au niite Ghost, kila mtu anapenda kuniita Angui. Nilisahau kukwambia. Jina lako unaitwa Liang Feng. Haijalishi lakini watu wanaita mimi Ghost bwana, niite hivyo. 我是真的叫不出口。我叫你老太婆行不行啊? Mimi nataka nikuite mbibi, wewe uniite uwe mjinga nini? Niite Sia Liang. Nataka nikuulize kitu mwanangu. Macho yako yalipata tatizo lilipokuwa mdogo? Au sasa hivi? Ajifanya kalala. Ita na koloma. Haya poa, lala. Sasa hatimaye kuna kucha. Jamaa anaamka fast hapa.
Kile kitambulisho jamaa kakitengeneza anacho kabisa. Jamaa shajipanga akipata nafasi amuoe yule mama kama alivyotumwa na bosi. Yeye kajifanyisha kama ndiyo mtoto wake umndani aliyempoteza. Taratibu kabisa. We bibi we tulia hapo. Anamhitaji mbibi. Kwanza kumtengeneza kwanza. Hapa anamfundisha jinsi ya kufanya masaji. Twende. Taratibu utafanya tu. Jenji, feng, jenwai. Wang哥，下次再来啊！好嘞。 Basi karibuni siku nyingine. 可以呀，立刻就上手。 Sasa bila uanze mapema swala uwe kama mimi. Unaenda wapi sasa? 铁要趁热。 Hebu nataka utulie wakati chuma kinaendelea kupashwa. Soma haya mambo hapo. Hiyo ni kitabu cha kitamaduni cha Kichina. Hakisha unasoma kila kitu. Kinazungumzia akapancha na system nzima ya mwili wa binadamu. Sehemu 300 katika mwili wa mtu. Bana haina maana wewe. 技多不压身，一通则百通。 Nataka nikwambie ukiwa na uwezo wa kutosha kama hivi hautapata pressure yoyote. Labda kwenye maisha baadaye. 有没有什么穴位一按到就会死？ 中医是用来救人的，不是杀人的。 Nataka nikwambie dawa za Kichina ni kwa ajili ya kusaidia watu, sio kuua mtu. 我要出人。 Aliguswa sehemu akacheka sana. Mama anamuonyesha jinsi alivyokuwa balaa. 止痛的。中医呢，不但 dawa za Kichina sio kwa ajili ya kusaidia tu, 身上呢， bali kwa ajili ya binadamu wote. 相对应12。 Lazima ujifunze kutumia hivyo vitu. Na ndio tulivyoishi maisha yetu hapa. Tulikuwa tunasaidia watu kwa kutumia dawa. Na tunatumia mbinu za akapancha. 7分手法3分药，我现在给所有的药箱都标注了盲文，让你熟悉一下药品和配药。配错了药，本来是用来救人的，就会变成杀人。 Na mwisho wa siku utakuja kuonekana muuaji ukienda tofauti. Kwa hivyo ni lazima uende sawa. 喂，老太婆， Sikiliza wewe mbibi. 药是不是用煤气煮的？ Sasa hii dawa inatengenezwa kwa gesi au? Ambia ndio. Usogee jirani. Jichunge kwa sababu itakuunguza. Kwa hiyo ndio hivyo 老太婆， hata wewe mbibi sikia. 你出去吧。 Naona nanusa harufu ya dawa hii. Usiona wasiwasi, nitamaliza kila kitu. Bwana mdogo kumbe anataka yule mama atoke ili afanye ya kwake. Kaona kumbe ina gesi Kwa hiyo nikitumia kwenye moto hii inaweza ikaifaa. Mama akaja kula zake pozi. Kumbe bwana mdogo amefanya mchezo. Pale mama anapochezesha kile kiti, bwana mdogo achafanya ya kwake. Kwa chini kabisa. 他已经完全信任我，我一会儿就下手。 看看我就说嘛，最气 Nilikwambia ili swala unalimaliza wewe mwenyewe. 专家给 Na nimeshagundua kuna sehemu fulani kuna watoto yatima. Na pia nitafanya mpango kwa ajili ya kukutibu macho yako. 兄弟一场。 Kwa hiyo brother haina haja kusema chochote. Jamaa akafungua ile mtungi wa gesi. Alafu baada hapo akafunga mlango. Akaacha na moto na wake. Ili pale palipuke yule mama afe. Kala pozi. Anaendelea kupiga fegi yake, anajua atafanikisha malengo yake. Yule mama kumbuka kalala mle ndani. Sigara kaitupia mle ndani. Moto kawaka mzee pakalipuka pale. Jamaa kaenjoy kishenzi yani. Kumbe nawaza wala akijalipuka kitu. Yeye kwenye akili yake anaanza pamelipuka. Babu nacheka nini? Nini? Wewe kwa nini uko hapa? Nimesikia kwamba Boss Chang anataka kuchukua pesa ili akupeleke Ulaya baba ukatibiwe. Sasa unaenda lini labda?
akasaidia kumwasha hii hapa. Kumbe hata sigara yenyewe alikuwa hajawasha. Alikuwa anawaza tu anawasha sigara afa anaitupia ndani. Sogea huko. Nimalize kazi yangu. Kaichukua sigara kaitupia mle. Kimya baba, hamna kinachotokea. Hata jamaa anamuuliza, baba unamaanisha nini? Tatizo nini? Mbona unakuwa kama mwehu? Baba kaangalia kinachoendelea, kaangalia kinachoendelea. Kimya. Nenda huko mjinga kaangalie. Hey, kajigonga. Yule bibi kalala tu ana shida. Wewe bibi, wewe tangia umelipa bili, tangia lini umelipa bili mndani? Wamelala usiku mjomba na koloma. Nani bibi anakoloma balaa. Jamaa anajuta. Kaona ndo muda wenyewe atafuta hata kisu. Au kama vipi mshambulie. Huu ndio wakati inabidi nitimize malengo. Kupeleka kisu ni kwamba yule bibi kwenye hatari huwa anajua. Bwana. Jamaa kashangaa, mtu kalala hajafumbua hata jicho. Lakini hapigiki. Bwana. Katulizwa hapo hapo. Mungu wangu, Sister Hong alishambulia tena, tulale bwana. Kaona hili balaa. Jamaa anatoka leo sasa kavunja mguu. Ajali ya jana usiku kujichanganya na wale mambo. Lao Liang! Lao Liang! Lao Liang! Ah, ni yule mama. Lao Liang! Lao Liang! Anakuta amelala. Kama wewe unafanya nini? Bana mimi nimelala kama mtu toka jana usiku. Umeruhusiwa hospitali? Unakuwa unalala na kisu sasa. Huu ndo jeli eh? Hiki ni kifo cha kisu cha Xiaofeng, kwani kimefuatana kitandani. Unajua ni tabia yangu, napenda kulala na visu. Jamaa kaona hili balaa, huyu bibi hapigiki. Hata kwenye usiku yuko, yani kwenye usingizi yuko vile. Uona sauje kitu kama hicho ete. Rudi hospitali haraka. Nitalifanya swala hapa hapa. Jeli atanisaidia. Nimeenda polisi kuuliza. Wanasema hajaye kutokea Xiaofeng hata siku moja. Okay, ngoja nijue mwenyewe. Wewe Jeli njoo. Mama anasema njoo kwanza. Maana yake mimi nakujua, njoo. Nataka nikuulize maswali. Wanta Ghost, sawa Ghost, tunaendelea hapa. Labda je, unakumbuka ulivyokuwa kwenye nyumba ya watoto yatima? Na sitamani kuongea. Toa maelezo. Wewe ni kweli, kama kweli ndio ule mtoto, hautatudanganya. Unakumbuka? Alikumbuka maswali kama anajirudia hapa, lakini akikumbuka wa jamaa amekamata kisu. Kajua wanaweza wakamuua hao. Usitupotezee muda, tuambie. Inawezekana labda hujui. Lakini kwenye hicho kipindi watoto walikuwa wanalia kwenye kituo cha watoto yatima. Unajua kwa sababu gani? Sema. Ndani ya nyumba ya watoto yatima kulikuwa kuna mbwa. Wale mbwa walikuwa wanapita kila saa na bweka hivi. Wanaamsha watoto na watoto wakawa wanalia. Kumbe jamaa kisia style yake kapatia bwana. Ambe ni yeye mwenyewe kweli bwana. Sasa kwa nini ule akitembea na kisu niambie? Siku hizi baadhi ya watu wengine wanafanya swala kwa sababu ya pesa. Na mimi nayaona mengi. Sasa niambie sababu ya kutembea na kisu. Ghost. Unabidi umuelewe huyu. Ni rafiki yangu wa karibu sana. Ana wasiwasi na usalama wangu. Nichome kisu. Wasiwasi wako haina shida. Wewe kamata hicho kisu nichome. Ni mtu ambaye niko salama. Nataka nikufundishe tu mbinu. Mama anataka kujua. Huyu kama sio mtoto wake atapeleka kisu kweli. Bila uoga. Lakini kama ni mtoto atakuwa na uoga.
zikajaribu kupigwa bwana. Mbona kuna walnut hapa chini? 臭小子，等下把你扫地！ Zikaanza kupigwa pale ndani. 梁姐，你别闹了，他来真的。Yaani mjomba hana nafasi ya kumshambulia bibi hata kidogo. Na kuchanganya kipofu ndo Mungu wangu. Lakini anapopeleka kile kisu kwa lengo la kutaka kuua kweli, mama anachukulia kwamba inawezekana kweli si mtoto wake, ni mtu aliyekuja kuigiza ajifanye mtoto. 学会了吧？你打这么快，我怎么学得会啊？那再来呀！ 学会了，不玩。喂，有种就不要放手啊！再来。 那挺快，看来你小时候总被人打，还从来没输过。你没事吧？ Kijana uko sawa? Bwana mdogo kachanganyikiwa. Umama soko kupiga huko mzee. Wewe bibi, uko wapi? Njoo. Inatosha. 哎，不要再有人进医院了。 Yaani sitaki mtu yote aende hospitali sasa jamani, inatosha. 回医院。 Bwana. 来扶我。去哪儿？ 哎我 Unaenda wapi? Nenda chooni. 你自己去了。 Nenda mwenyewe. Hapa wewe huwezi kuona. 废话这么多，这边。 Njia hii hapa. 我鼻子很敏感的。 Wakamchukua mshikaji, baada hapo wakamnyoa nywele. Maisha yakaendelea. 有白发。那当然了，老了，你别把我黑头发拔下来。哎，哎，想当年咱们在里面， Nakumbuka tulivyokuwa tuko ndani, 怎么好像就 tulivyokuwa wadada hivi. 老了？ Kimetokeaje mpaka leo umekuwa mzee? 也过去了， Bwana, siku nyingi zimeenda, ni usiku mmoja. 没有， Lakini miaka ile yote ujue 那孩子 sikuweza kumwona mtoto, na leo mtoto karudi. 缺失的 Nataka nitengeneze mfumo niishi katika familia 就多少。 kama vile nilivyokuwa na stahili, 我 na na imani kila kitu kwa sawa tu. 闹了， Kwa hiyo naomba waache kutengeneza matatizo na wewe. Bwana kipofu anakuja. 是不是学会中医按摩以后， Kwa hiyo baada ya kujifunza massage, natamani uwe mpiganaji kama wewe. 用心学， Basi soma kwa kujituma, 厉害。 itakuwa unaweza kuwa bora kuliko mimi. Yuko na mdoli anafuatilia kama alivyofundishwa kufanya massage. Kwa taratibu akawa anaendelea kutumia ile mbinu. Akikaa na masanamu haya, anaendelea kuyajua haya. Akaendelea kujifunza mle ndani, lengo awe bingwa kama ule mama alivyokuwa. 跟我来修饰，我儿子 老帅，肩疼了好几天了，快报案呀！哎呀，爽！ 大宝，还有多少个？ 20-30个吧。来来来， 干嘛？ 签名字。 Baadaye nyumba yao ikaanza kujaa wateja wengi sana wa masaji kuliko unavyojua, na mwisho wa siku wakaanza kuwarekebisha na wakaanza kupata umaarufu, watu wakiwa ni wengi
wanakuja kupata hizi huduma. Watu kiukweli wakawa na enjoy. Leo mama kidogo mafua na kifua vinamsumbua. Wewe mbibi, unajua ulivyopiga chafu umeniamsha. Samahani bwana, nina nini? Ninasikia mafua. Okay, hii ni chai itakusaidia kwenye mafua yako. Kumbe bwana, kati ya unga fulani hapa, nadhani lengo mkomwe huyu mama. Mama akanywa. 金银花、连翘、蔓荆子、薄荷，那些白色的沉淀物是什么？ Ambia hiki cheupe ni nini? 砒霜。 Anamwambia ni basic frost. 白父子，你还想考我呀？门儿都没有。 Yaani kumbe bado unajaribu bado nataka unijaribu tu. Hebu kakae pale. Kabila mfundisha kitu. 这里呢有2本存。 Kamata hii. Hii ni passcode. 你爸跟 Password ya baba yako ni siku ya kuzaliwa kwangu. Na hii ni certificate, vyote ni kwa ajili yako. 你记不记得啊？ Labda je, unakumbuka? 一个 Kila saa ukitumikisha wateja, 名里面 mimi nitakuwa nakusainisha tena. 产转让合同。 Huu ni mkataba ambao upo. 医馆我都留给 kwa ajili ya medical clinic. Na vyote nitakuachia wewe. 你耍我？ Kwa hiyo nataka mimi nifanye? Itakuwaje kama likitokea jambo kwangu mimi? Au nikaanza kusahau? Au likatokea tatizo? Lazima nikusainishe wewe. Kwa sababu hizi itakuwaje kuwa ni mali yako? Kwa hiyo inabidi uzichukue hizi. 你就不怕我拿着你的钱？ Kwa hiyo huogopi labda naweza kachukua pesa nikakimbia? Ilikuwa ni pesa iliyoachiwa hapa original kwa ajili yako. Hata hivyo ndio kitu ninachokihitaji kijana wangu. 我不能一辈子陪着你啊！ Siwezi nikakaa miaka yangu yote nikiwa na wewe. Naweza kuja kufariki baadaye. 你这身手，我死了你都死不了。怪我，都怪我。 Alimwambia lawama ni lao mimi. 你有你的命，我有我的命，也没有那么重要。 Kijana kabida ondoke. Miss Leong, as you are a doctor yourself, Mimi najua mwenyewe ni daktari. Maana yake wewe mwenyewe unajifahamu. Asma ni ugonjwa ambao hauna solution kishamkuta mtu. Do you have any family members? Je, una mtu yote ambaye anaweza kukulea kama una familia? Mtu mwenyewe kipofu. Mama ana tatizo la asma. Very well then. Ugonjwa wa kusahau. Basi nafikiri sasa hapo una option nyingine. Mimi nafikiri ni bora ujitolee kwenye community ambayo itakukulea. Volunteer. Utafute mtu atakaye kulea kwa kumlipa mshahara siku zote kwenye maisha yako. Umri unavyoenda anaweza kupata tatizo la kusahau huyo. Sasa anahitaji mlezi. 任务可能完成不了了。为什么？其实昨天 Jamaa anasema nisijakamilisha message, lakini jana nimejaribu kufanya tukio kikatokea nini? Anapigiwa simu na bosi sasa. 你接吧。 Oya, pokea. 是老大。 Ni bosi huyo. 到了。阿贵还没有接电话啊？没有。让丽雅动手。好。马夫，马夫哥，你这么急，我今天都白干了。你到底行不行啊？ 马福哥，你来干嘛？ Ambaye ngoja nikuulize unafanya labda. Ambaye wewe ndio niangalie utajua ninachokifanya. Yini. Unajua umeendelea kuwa mvivu tu siku zote. 在长蒙手下做事儿就像 Nafanya kazi chini ya Chameng. 抓不到 Kwa 猎 kama 物 mambo wake tu. 就会被跑。 Lakini hakuna faida ambayo itanikuta mimi.
说不定哪天 labda siku moja ndugu yangu huyu jamaa anatamani afie mtaani. 桌子吃过饭都是家， Kila mtu anakula kwenye meza moja, si ni kama familia. 我们是 Na unachomlaumu bosi akiwezi kumkuta ujue. 有我们的。 马坡，你碗洗好了没有？这么慢？ 哎，来了，对不起啊。 Huyu ni jamaa yake alikuwa anafanya naye kazi zamani, siku hizi amekuwa kilema, yeye ndo alimdunda. Anamwambia kazi anazofanya bwana mdogo asimchukulie ile bosi kama ni mtu. Ila ipo siku atakuja kumgeuka. Kwamba wale watu wanaofanya matukio kama yale sio watu wema. Bwana mdogo kaudi nyumbani. Ni hao. Habari za leo. Dr. Lin yuko? Ameletwa binti huyu. 怎么称呼啊？ 我叫丽。 Mnahitaji jina langu naitwa Lisi. 莉亚呀，不错不错， 这个 Sio mbaya, sio mbaya. 来的义工。 那你平时有什么兴趣爱好呢？ Una hobby zozote labda? 天天扫啊？ 天天扫。 Ambie ndio huyu ni skani ya kila siku. 你还喜欢什么？ Unapenda nini kingine? 哦，我还喜欢看医疗纪录片。 Napenda kuangalia documentary za matibabu. Anamuuliza ili ajue hobby. 你更有意思。 Unajua nataka nikwambie dawa za Kichina zina vitu vingi vya ajabu. Nitamwacha Angu ashirikiane nawe. Inavyoonekana huyu mwanamke kama sio mtu mwema. Ni kama katumwa hivi kuingia kwenye hili swala. Ambia mimi sina bwana bado. Wewe mjinga. Alipougusa ule mkono, bwana mdogo ni kama anaanza kugundua huyu mwanamke sio kawaida. Jama. Jinju. Chooni ni wapi? Ambaye ni kule kushoto. Kama ya? Wewe unafanya vitu gani? Huyu mwanamke hawezi kufanya kazi. Hata mwenyewe sidhani. Kwa sababu ni mdogo kumlea mtu kama mimi. Lakini pia kuwa mkwe anafaa. Wewe sikiliza, wewe hujao mshenga uleta mambo yako ajabu. Hiyo ndio rahisi wewe kufanya uoe. Bwana sihitaji hivyo vitu. Chakula usiku wa leo napika mimi mwenyewe. Lakini jamaa alipomgusa mkono ule mwanamke amegundua ule mwanamke sio mtu mzuri. Amehisi kabisa. Inaonekana mikono ya mtu fulani kama muuaji hivi. Mama kajiweka vizuri kurudi pale. Kwa bwana mdogo kashamsoma huyu. Kamfuata kule. Bado anamchunguza. Wewe ni muuaji umetumwa na ndugu yangu, si ndio? Ambia kwa sababu ninajua kwa sababu mwili wako unanukia damu ujue. Ni kweli nikauaje aka. Kametumwa kumuua yule mama. Jamaa kajaribu kupambana nako huko. Mama anashtuka, mbona kama kuna kitu kinaendelea? Hajajua Unataka nini? Mwambie hivi ndugu yako. Yule mama hahitaji msaada. Anaumwa, anaweza kufa muda wote. Lakini bado mzima mpaka saa hizi. Na ni bosi wako amenituma nimuue huyu. Anakuta amekaa mkao huu. Mama akaona mwanangu vipi? Ghost. Wewe unafanya nini eti? Hivi ndio unavyochukua mademu au? Amna, haina shida. Akajifanya na mbusu. Mama naona mbona maajabu, ndege wanaruka mapema hivi. Kumbe bwana kauaje aka. Mama ikabidi acheze nako. Huyu amezimishwa kwa sababu kulikuwa kuna dawa kwenye mdomo. Kizunguzungu kile. Bwana mdogo dawa inamfanya ana paralyze huko. Kabidi asogee mpaka hapa. Ili ona anajitibuje kwanza. Manaka asha paralyze mikono. Kabidi atumia akapancha zile. Vile vijisindano vile. Labda vitamsaidia.
kwa ajili ya kutoa sumu. Anakumbuka aliambiwa hivi, dawa za Kichina ni kusaidia watu kwenye kila aina ya point, na alimfundisha kwa hiyo manake akichoma hapo sumu zinatoka, ubongo wako unapata oxygen na bwana mdogo amerudi. Hakuna njia nyingine. Mama anatumia madarasa yake kumfanya kijana wake ashinde vita hii. Binti bida kimbie bana, we wangemuua hao. Bwana mdogo mpaka sasa manake kaiva, hajakimbia bado, yupo alikwambia mguso mama nani eti? Sasa sitakuwa na huruma tena. Hajamaliza kuna mtu kaja hapa, ni daktari. Samahani kidogo. Hatujafungua leo. Anavyoonekana huyu daktari sio mtu mzuri. Kumbe naye ni muuaji. Pamekucha hapo. Ambe mbona umechukua muda mrefu sana kumuoa bibi na huyu kipofu? Alikuchukulia poa bwana. Hawa wawili hawa hawana uzuri. Mjomba kawasha feni. Wanaamua kutumia feni ili kumweza ule bwana. Mama akaambia kaa huku sasa. Wewe utapambana kunifuata mimi. Wacha tuone mchezo kwa mara nyingine tena. Jamani, mbabe kweli kweli, anainuka nao. Ambia tumia ile akapancha point, apige zile sehemu namna hii. Wajuzi wale kabidi waondoke. Jamani, mtu anaweza kazimia hapa ujue. Bwana mdogo naye hali mbaya. Anatapikiana tu. Sijui alikula nini. Ambia sikiliza, hii ni sumu ambayo iliingia kwenye tumbo lake. Tunashukuru sana dokta. Wanamfananisha kwenye picha. Mbona hafanani? Ondoka. Okay, uliwekewa sumu. Kulitakiwa tusimalize pesa kiasi hiki. Wanatakiwa ufanye check up, sawa? Haina haja ujisaidie kwa ajili yangu. Nataka nikuulize. Kuna ripoti imetoka? Ambia basi nashukuru, haina shida. Sikiza nikwambie mama. Siku nyingine mimi sihusiki na wewe. Unamjibu yule unamwita bibi huyo. 红姐，我们去休息休息。哎呀，来，没有情绪，去休息休息啊！再给我嚣张，我真你是打你一次！别生气，大喊天罡！哎呀，别气死我了嘛！哎，
你怎么了？我去上个厕所啊，你等我啊，你小心点啊。好，放心吧。梁女士，您的亲子鉴定报告。谢谢你啊。没关系。哎，这红姐真是的，鉴定什么呀？还拔了我的头发。Anaangalia pale majibu. 出来了，我看 Maripoti imetoka, naomba nione. 我说 Ripoti inasema kwamba Ghost ndio mtoto wangu kweli. 亲生的 Mwanao? Ambia ndio. 确定 Ndio. Wamepima DNA, kuna majibu mama kapata. Lakini anayaficha. 加上中文 Yeye na mtoto ili mradi kuona kama ni mwanae. 是做 Wewe unatafuta kitu cha kufanya, si ndio? Basi ongea basi kama ni mwanao. Lakini je, ripoti inasemaje? Naongea hivyo kweli au mama haisemi kweli? 客气什么呀？回来就好。谢谢。 Tunarudi mitaani kule ambako ni mama na mtoto wako huku. Jamaa kabidi apige simu. Kupigia simu bwana haipokelewi. 做护工太年轻，做儿媳刚刚好。干嘛？你帮我做媒人吗？可不是嘛，便宜你了。我会失手，都是因为你的人物史。有这 Unajua nitaikosa hii kesi kwa sababu ya makosa watu wako. 你还笑得出来？ Bado naendelea kucheka tu. 而想到一件更有 Yaani kitu kilichonifurahisha kiukweli tu niseme. 喂，老太婆，你在干嘛？ Unafanya nini tena wewe? 家。 家。 Unafikiri kuna haja ya kusema twende nyumbani? Mama ilibidi afikirie kitu. Anakumbuka alivyokuwa anaambiwa kwamba inawezekana akaja kusahau. Na ni kweli muda ule ule kuna bajaji inapita hapo nusu wagonge. 喂，你干什么，梁姐？ Ambaye kuja kwanza uko sawa lakini? 不是要我带路吗？我看不见的。 中医馆，老公，你谁呀？哎，梁姐，小凉粉在哪儿？小凉粉，又是谁呀？ 我他妈给你打电话。 喂，老板，你听我解释。 不用解释了，自己兄弟。你现在哪里啊？ 你看见小凉粉了吗？ 啊？ 他就这。 Kwa ilibidi waje hapa. Kamba jamaa mwenyewe ni mrefu little gel. 我带你去找小凉粉。 Okay, ndugu yangu kupeleka mpate jeli. Mama shasahau kabisa. Hajamaliza wale wajomba kaja kawachukua wote. 自己人也要套。哎。 Huyu bwana kabidi apige simu. Wamewachukua kuna maana wapeleka. Mama kumbuka sasa ashakuwa msahaulifu na ugonjwa wake ndio unakuja. Safari yao wakawaleta mpaka hapa. Wamewabeba wote wawili.跟我的王，把他给我埋了。是。就知道是你。阿鬼， Waambie Ghosti. 哪？ Uko wapi? 你们这群混！ Nyinyi wajinga nyinyi. Tena msimguse hata kidogo mwanangu. Yaani sitaki nende jela tena. Nirudishie mwanangu. Ghosti. Ghosti huyo hapa. Sasa kumbuka Ghosti mwenye kwanza haamini kama ni mama yake. Hilo ndio tatizo. Ambia mmalize sawa mama haraka. Kumbuka Ghost anafanya kazi kwa ujamaa. Wauni ni kama wote mzee. 对你们不客气。老太婆，你们跑不掉的，投降吧！过来呀！阿贵，报警！阿贵，你在什么？
在干嘛？你最不应该的，就是教会了我。Mama anashangaa kuona mwanae ndo anayemshambulia tena. 说老板这个偷他们钱，兄弟他们能放过你？Abe wewe omba tusamani kwa bosi wangu, atakuacha uende. Oh, Gosi naye kamixiwa kisu kamuingia mama mzee. 是他们逼你的吧？对不起，我骗了你，我不是你儿子。 Jamaa anasema nisamehe sana, mimi sio mwanao. 对不起，我骗了你，我不是你儿子。 Nisamehe sana, nilikudanganya, mimi sio mwanao. Mama kaingilia kati mzee. Alipeleka vitu mzee, sio mchezo. Maana hakuna mbinu nyingine. 你都打我了。 你就是我儿子，跟我走。走，你不要再错下去。 Baadaye kabidi yule mama aondoke, lakini bwana mdogo anakuja kugundua kumbe kweli ndo alikuwa mama yake huyu. 你是阿奎的小弟是吧？知道该干什么吗？ Jamaa amini alichokifanya, kamshambulia mama yake kwa staili hiyo manake. Wanamzika angali mzima.给鬼哥叫辆车呀！是。阿贵，这2天就先回中医馆。喂，记不记得上次我告诉你德国那个医生，看眼睛那个嘛，下周就飞回来了，一定会把你的眼睛看好，不用担心。以后青龙集团除了我以外，都听你的。 Baada ya hapo akamruhusu bwana mdogo ondoke. 上面全是阿鬼的指纹，把他 Sasa alama za ngui ziweke hapo. Kama polisi watatafuta ukweli, kesa ichukue yeye. Kwa jamaa anasingiziwa pia kwenye ile mauaji, lakini mpaka sasa anajiwazia tu kwenye kichwa chake. Yuko sahihi au vipi? Yule mama kashazikwa pale, kumbuka hajapoteza maisha bado. Wataka wazidisha kabisa mchanga wenyewe. 他说啊，事情已经办完了。 Ambia mambo nimeshamaliza tayari. 你的。 Nafikiri na mjomba atakuwa ameridhika, haina shida. Alikumbuka wema ambao yule mama alimtendea kipindi chote. Alimkabidhi kila kitu. Na yeye anakujaje kumsaliti kwenye nafasi kama hii? Alistahili kupambana, akamwambia geuza gari. Eh bana, nirudishe uliponitoa. Gari likageuzwa.附近有个地方被挖过，你后面。 Alirudi kumfukua ule mama pale alipokuwa amezikwa. Na aligundua kwamba alikuwa anakosea.
Katika kufukua pale ndani ya kuweza kumwona, kwa sababu kwanza mvua ilimzidi uwezo, alirudi nyumbani amechoka kweli kweli. Alikumbuka mbinu zote alizomfundisha juu ya utengenezaji madawa. Mjomba akapumzika, lakini akiwa ni mwenye huzuni kweli kweli. Alikumbuka utani ambao alikuwa anamfanyia yule bibi. Na hatimaye kwa mara nyingine sasa kuna kucha. Mlango unagongwa asubuhi. Jamaa kabidi aje kuona nani anayegonga mlango. Ni polisi. Ghost. Tumepokea taarifa. Dr. Ling ampotea. Mara ya mwisho alivyoonekana alikuwa na wewe. Tumejaribu kusearch, tumeweza kuona kuna alama za vidole za kwako kwenye hii damu. DNA ni ya Dr. Ling. Sasa huu ni ushahidi na huwezi kukimbia. Kwa jamaa anachukuliwa kuonekana ndio kafanya mauaji. Kumbuka jamaa alimtengenezea tu zile alama za vidole. Jamaa alikubali kukamatwa. Lakini hajamaliza yule mama huyo hapa, anaambia mimi nipo hapa. Mama ikabidi aelezee kilichokuwa kinaendelea. Ambaye mimi ni mtu mwema tu jamani. Na要跟我回去验伤，就算没死，他也涉嫌杀人未遂。天王老子来了，也别想包庇他，全都带走。住手！ Kuna mtu alijitokeza kutoa ushahidi. 一起带走。接电话。喂。好，知道了。嘘，你这个级别没有资格问。 Ambia kwenye ulevu nafikiri kwamba uko qualified. Na nafikiri kwamba kila kitu kipo sawa tu. Sure. 走吧。 Tuondoke zetu. 到底怎么了？ Kwanza kimetokea nini? Huyu bibi anafanya nini hapa? 收队啊！ 这位先生，你受伤了，会感染的。我替你包扎一下啊。 什么先生？糟了，他又杀了。 Simu yake naita bwana. 什么？老太婆没死？ Alichokitaka akijatimia kwa sababu mapolisi wamekosa ushahidi. 要把他给我搞定。 那个瞎子我能一起除掉吗？ Ambaye sasa inabidi jamaa tumfyeke sisi pamoja. Ambaye naipeleka kama zawadi. 是吧？ 梁女士怀有老年痴呆症，我把她从地里刨出来的时候发病了。 Na hii itakuwa ni ngumu kwa mtu mwingine kuhakikisha kwamba kila kitu kinaenda tofauti. 母亲， 你在胡说什么？你不记得我们？ Huu ni ujinga tu. Unafikiri inawezekanaje kulifanya hilo swala kirahisi rahisi? 现组织黑社会集团非法经营色情场所、地下赌场和贩毒。我在你身边就是想接近常某，寻找一些证据。
险的活，我一会儿就上手。我重新给你介绍一下自己，我不是你认识的阿斌，我是高级警员莫。你起劲！你知不知道我为你和你妈做了多少事情？谁是我妈？你只是一个假警察。好，你好，你看啊，我2次阻止你，1次杀害梁女士。Wale kabidi wasimame na ule mama kipindi chote.也是我掐的，你煤气水电费也是我发你点的，你知不知道故意拖欠水电费随时给你抓你？所以你真的是警察，你藏得可真够深呢。为什么要选我？你比较好骗那长毛那么狡猾。Ambaye okay, nadhani wajamaa wanafanya matukio mengi. Na ule pale ni mama yako ujue. Na ukweli hudanganyi kwa sababu nilienda kucheki mimi kwenye nyumba ya watoto yatima. Nimeona maajabu ujue, lakini nimegundua kinachozungumzwa pale ni cha kweli. Ameambiwa kwamba yule ni mama yake. Ambaye sikiza nikwambie Ghost. Amini usiamini. Yule mama alikuwa na roho nzuri kwako. Na unajua alichokuwa nakifanya kwako. Kwa hiyo bado inaonyesha kabisa kuna nafasi. Yule ni mama yako ujue. Maafu已经死了. 现在跟警方合作. Wewe sasa hivi unatakiwa ushirikiane na polisi tu ili kuimaliza hii kesi. 这是你最后一次。不用催我，要我出卖老大，当个叛徒，那怎么对得起天地良心啊？你帮坏人做事，就对得起天地良心。Wewe unafikiri watu wana thamani na ile unakukuta wewe? 你这傻人假疯啊！ 看来你真的什么都不知道呀。 Inaonekana kumbe bado kuna mambo ya juu. 是战马30年前梁医生之所以入狱，就是 akasimulia story iliyotokea miaka 30 iliyopita nyuma. 梁医生一气之下把仇人一脚踢死，常家是害得他们家破人亡的元凶。 Akasimuliwa story nzima mpaka babake anapokuja kufa kilitokea nini baadaye. 怎么鬼哥？ Kwa hiyo anatakiwa kuamini huyu ndo mama yake. 你答应我，一定要带梁姐去一个安全的地方。 鬼哥，你发 Kwa Ghost, hutaki kuwa na wasiwasi. Mimi naye ni ndugu. 是我妈妈。 Mama yako ni mama yangu mimi pia. 我现在给强Sir打电话。 Kwa hiyo anatakiwa kuamini hapa ndo nyumbani. Na babake alikuwa ni mtu mkubwa sana aliyepambania nafasi za watu mbalimbali. Aliuawa kwa sababu ya kuitafuta haki. 你的故事是很感人，但很多事情呢，生下来就注定了。就像我这样，是个孤儿，从小就知道，如果被人欺负，就只能靠自己打回去。你呀，你可以逃避，我呢，没得选。包个手给这么多。 Alimwambia hakuna chozo kifanya sasa hivi kikatoa nafasi yote ile nzuri. Kila jambo litaenda kwenye utofauti. Pesa lirejesha na akatoka. Jamaa kabidi amfuate mjomba. Maana anatakiwa kwenda kudili na masuala ya wahalifu. 怎么样，老大，舒不舒服啊？我最近学的，一定要这么大力呀！要的，你忍下啊，痛则不通，通则不痛嘛。老大，我们道上的规矩，你父亲和那个警察已经一命赔一命了，那个老太婆，要么就算了吧，做人留一线，
ambao unajua mimi ni binadamu tu. Na najua kabisa baadaye naweza kutengeneza ile group baadaye. 为别人求情。你对我做了什么？老大，你的脊椎骨已经被我移了位了。 Unajua huwezi kuondoka bila mimi hapa. Nitakachokuwa na kiamua mimi ndio utakachokifanya. 你半个小时内我改变主意的话， Kwa masaa kadhaa tunataka ubadilishe mawazo yako. 站起来了。 Sijui unaelewa? 干什么？救我！ Kijana katembelea hapa anatembeza kipigo tu. Wanakuambia yenyewe haina kuuliza hiyo. Sorry. Did I wake you? 老大，你还来的话，我怕你受不了。你以为你这样就跑得掉吗？你不 Alikuja kumtesa na alimwambia nilikuwa kama ndugu yako mwanzo, ila ulikosa mazingira yako. Oho, binti ameshakuja na wanajeshi wake hapa sasa, sui kama kijana anatoboa. Na unajua hii ni kipofu eh? Wacha tuone. Jamaa anasema nisaidie, tulia hivyo hivyo. Anatumia sixth sense. Ni ile sense ya 6. Kwa sababu hana macho inabidi atumie masikio kwenye kupambana kuishinda hii vita. Tuone kama anatoboa. Mama yuko zake huko anaenjoy. 生证明。哎，小凉粉的玩具。我正在打报告申请，最快也得2个小时才能出境。你先送嫂子去安全路吧。谢谢强 Sir。 Ambaye sasa hapa itakuwa ngumu ujue. 他儿子也肯定在那儿。跑马街1号。 Kwa hiyo mazingira yatabadilika. 跑马街1号。 喂， 跑马街1号。 叫个车。 Mama amekuja na polisi mpaka hapa. 满周岁了， Lakini sasa kumbukumbu zinaanza kupotea. 要把他转交给福利院。你就放心吧，你们把孩子带走吧。这孩子已经满周岁了，按照规定呢，我们需要把他转交给福利院。你就放心吧，你们把孩子带走吧。你难道希望孩子在监狱长大，陪你一起坐牢吗？你难道希望孩子在监狱长大，陪你一起坐牢吗？ Bibi pale pale kalianzisha mzee, kumbukumbu zishapotea. Kaingia kwenye gari la polisi. 醒了呀！快下点开门呐！把门打开！停车！停车！我要停车！ 好了，曹老板。 Ambia sikiza, ni gharama hiyo, usifanye hilo tukio. Wakajua wameshamtuliza bwana mdogo hapa, wamemaliza kesi yao. Ngoja wafanye hivi sasa, labda mambo yanaweza kuwa mazuri zaidi. Simu inaita sasa.
Nini? 给我。 Nirudishie mwanangu. 等你。 Mwanao tena eh? Nasema tena nirudishie mwanangu. Mama amekuja anamtaka mtoto wake. Wakamchukulia poa bwana kwa sababu ni mzee. Lakini kazi yake tunaijua. Wacha tuone mambo haya. Mama kalianza bala lake, mzee baba hamna kuuliza. Lao Dongxi. Oh, we mama. 我就让你 umekuja hapa kufa, si ndio? 你们几个搞定他。 Oh, malizana naye huyo. Ngoma iko juu eh? Imekuja kunasa hapa. Upanga unashuka ule. Aya, kesi na mka upya. Hamoni ule bibi yuko wapi? Alikuja kumwamsha mtoto wake. Kwanza ni kutumia kapancha. 你死了！梁姐，你不是在警局吗？ Hau, wewe jenda kituo cha polisi. Nenda kule haraka. Wewe nani kwanza? Niache nende. 老凉粉的。 Namtafuta mtoto wangu. Mshasahau tena. 有人说看到我儿子在这里。 Kuna mtu kanambia kwamba mtoto wangu yuko ndani. 去找他。 Kumbukumbu za mama zilipotea bwana. Kesi inaendelea kwa huko nje. Jamaa kachukua ile teza ya umeme ile. Kamtupia bibi mle. Pigwa sana shoti.梁姐，你在哪儿？ Uko wapi? Mama haoni vizuri hapa saizi kwa sababu kuna dawa alipuliziwa usoni. 梁姐，小凉粉， 没有老太婆给你当眼线。 Okay, wanasema ule bibi ndio macho bwana. I don't like cleaning. Sasa mimi sitaki nitumie hygiene. Maliza kesi. Kwamba amalize maisha ya mama. 小凉粉。 Kumbukumbu za mama zilirejea mpaka kipindi ambacho alikuwa naye tangia alipokuwa mdogo.
Mama akatumia mbinu yake nyingine mbadala, maana hivi hawatoboi. Mjomba naye kabidi atumie akapancha, na mama akatumia hiyo hiyo. Kile sindano vidogo ile, piga kwanza ya shingo. Haya, wajomba akajiweka sawa, sasa kesi inaanza upya. Bwana, moto wa watu sio kawaida. Binti manyali zima. Sasa bado huyu mwamba. Ibidi sasa baadaye watulie.梁姐，小梁芬，梁姐，你快走啊！张猛跟他爸不一样，他会用枪。我不走。Alimwambia sikiza, siwezi kuondoka. Bado namtafuta mtoto wangu. 我已经死了。 Mtoto wako ashakufa. 你再不走，你也要死。 Kwa sababu wewe usipoondoka utakufa naye pia. Mama kama anapagawa hivi haelewi. Amwambie mtoto wake kafa, nani kasema? Ilibidi baadaye ondoke. Mshenzi amekuja huku sasa, hajui kwamba kuna balaa.
Mjomba anacheza na vioo tu, anajua labda ndio atampata umama. Amba mama! Pale ndo akashtuka. 你喊我什么？ 你坐牢已经坐了大半辈子。 Unajua umekuwa jela maisha yako yote. Lakini nataka nikwambie kwamba hutaki kwenda huko tena. 滚！还可以当你的妈妈。 Lakini je, nitabakia kwa mama yako? 能再走一次。 Lakini hutaki kufanya kosa tena. 多辛苦才找到。 Unafahamu nipitia maisha gani magumu mpaka kuishi hapa? 我都不会放开我的，是你说的。 Na mwanzo uliongea mwenye kauli zako. 的手我永远不会放手的。 Mama aliweka kweli silaha chini kwa kusikiliza maneno ya mtoto wake. Na leo jamaa alikubali kwamba ni mama yake. 我不会再为还人卖命。这是你教我的。 Mjomba huyo anakamata bunduki ili afanye tukio. Anapotaka kupiga risasi toka shambulio yeye. Bwana mdogo ndo aliingia. Nisamee sana. Mimi ni polisi. Yeah. Kumbe jamani polisi bwana. Alikuwa anajifanya jambazi, kumbe anafanya uchunguzi wa hizi kesi. Bwana mdogo alichukuliwa. Mama, 对不起你。 Ambaye nisamehe sana mimi kama mama yako. Nilikufanya uende mbali sana. 你像我一样大半辈子待在监狱。 Umeishi maisha magumu sana wakati niko jela. 杨氏工艺馆的2号技师，是个还不错的按摩师傅。我现在啊，就要协助警方办案，是不是？ 对对，龟哥的确是我们的先人，只不过流程我明白。 Anasema hakuna masuala ya process, sawa? 可以吗？ Tukapiga story angalau kidogo. 做什么不重要，只要别走歪门邪道。 Defendant Gary, nicknamed Agwe, who was charged with Bwana mdogo alienda kasomewa mashtaka yake kwa kufanya ukatili mtaani kwa sababu ya haya mambo. Kwa hiyo atakwenda jela kidogo. his boss, Chang Meng. Kwa hiyo anafungwa miezi mitatu. Anafungwa miaka mitatu jela, sio miezi. 我也不是亲生的，你看这个事情要不要告诉老廖？ Mama naye aliendelea na shughuli zake pale nyumbani. 不知情对于老人来说是最好的了。对了，阿鬼知道这事儿吗？ Waliamini kwa anachokifanya ni kitu kilichokuwa sahihi zaidi. 警察说的话我一个字也不会信。 Hakuna mtu atakayeamini neno lolote lile ujue. 哎，你呀，给我每天坚持吃药，怎么也得坚持到小梁快回来，听到没？嗯。 Taratibu kabisa haki ikapita. Kijana akatumikia miaka yake mitatu na akatoka. Maisha yakaendelea kuwa yenye amani zaidi. Inaitwa Second Life. Umeitazama na umeenjoy zaidi. Sina mengi na hapa inafikia mwisho. 去成熟吧，上面的人等不及了，今晚必须把人带